Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua, pata nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Waendeshaji ndege zisizo na rubani za kundi la vita la Urusi Mashariki wameharibu tanki la Abrams lililotengenezwa Marekani na jeshi la Ukraine katika mkoa wa Zaporizhzhia, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Shambulio la kwanza lilizuia mwendo wa tanki na mashambulizi yaliyofuata yakafuta silaha za kinga na gari lenyewe la kivita, ilitaja taarifa hiyo. Vilevile kituo cha kundi la vita cha Urusi kinaharibu ngome za jeshi la Ukraine karibu na Krasnoyarsk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, wizara ya ulinzi imeripoti. Zaidi ya hayo, waendeshaji wa drone walitumia ndege zisizo na rubani za kushambulia kuharibu machimbo ya kuchimba visima na wafanyakazi wa Ukraine katika mwelekeo wa Krasnoyarsk. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile kituo cha mapigano cha Urusi kinaharibu ngome za jeshi la Ukraine karibu na Krasnoyarsk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, wizara ya ulinzi imeripoti. Lakini pia kwenye uwanja wa kivita, uchambuzi wa idadi kubwa ya sampuli za vifaa vya kigeni vilivyotumiwa na vikosi vya kijeshi vya Ukraine umekamilika. Kanali Jenerali Vasil Trushin, mwenyekiti wa kamati ya kisayansi ya kijeshi ya vikosi vya jeshi la Urusi na naibu mkuu wa General Staff, anasema alibainisha kuwa ununuzi usio wa kawaida wa vifaa vya mapigano vya NATO na vikosi vya kijeshi vya Ukraine umeipa sayansi ya kijeshi ya Urusi kazi muhimu kukabiliana kwa wakati unaofaa na vitisho vinavyotokana na silaha za magharibi, kijeshi na vifaa maalum na utambuzi wa udhaifu wao. Anasema kazi hii inatatuliwa kwa mafanikio kupitia mfumo mzuri wa wizara ya ulinzi ya Urusi kwa kusoma silaha za adui zilizokamatwa. Kamati ya kisayansi na kiufundi kwa ajili ya maendeleo ya silaha iko mstari wa mbele katika juhudi hii ngumu. Hadi leo tafiti zimekamilika kwa idadi kubwa ya sampuli za vifaa vya kigeni vinavyotumiwa na vikosi vya kijeshi vya Ukraine, Trushin alimwambia Krasnaya Zvezda kwenye siku ya sayansi ya Urusi na maadhimisho ya miaka 214 ya kuanzishwa kwa kamati ya kisayansi ya kijeshi. Vile washirika wa Ukraine wa Ulaya wanazuia juhudi za kurejesha mchakato wa mazungumzo ya kujenga. Mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Vasil Nebenzi anasema katika mahojiano, kwa kuiunga mkono Ukraine katika kutafuta ushindi kwenye uwanja wa vita, washirika wa nchi hiyo wa Ulaya wa kweli wanazuia juhudi za kutatua mgogoro huo kwa amani na kuzuia kuanza tena kwa mchakato wa mazungumzo ya kujenga. Kulingana na Nebenzi, Volodymyr Zelensky anaendelea kusisitiza suluhisho la kijeshi pekee kwa mgogoro huo, ingawa hali inazidi kuwa mbaya kwa Kyiv iliyo mstari wa mbele wa ndani ya nchi. Hata hivyo, anaendelea kutoa masharti ya mwisho ambayo yanajumuisha dhamana za usalama za upande mmoja ambazo tunaona hazikubaliki na kukataa kuondoa wanajeshi. Vilevile, wanajeshi wa Urusi wameshambulia uwanja wa ndege wa kijeshi, miundombinu ya nishati na usafiri inayotumiwa na jeshi la Ukraine na maeneo ya kupelekwa kwa adui katika saa 24 zilizopita ndani ya operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Na nikwambie, jeshi la Ukraine limepata majeruhi 1075 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Hii ni jumla nzima kwenye mstari wa kivita. Vile ni kwamba wanajeshi wa Urusi wameshambulia uwanja wa ndege wa kijeshi, miundombinu ya nishati na usafiri inayotumiwa na jeshi la Ukraine na maeneo ya kupelekwa kwa adui katika saa 24 zilizopita ndani ya operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatatu. Kituo cha kuajiri wafanyakazi wa kigeni kwa ajili ya jeshi la Ukraine linaunda kundi la mamluki wa Brazil watakaotumwa Ukraine ndani ya mwezi ujao. Kulingana na chapisho la FRC, kituo hicho kinatafuta kundi la watu wa kujitolea kutoka Brazil na watu 5 wameitikia wito huo. Mwandishi wa TASS alithibitisha. Chapisho hilo linasema kwamba kituo hicho kiko tayari kupanga usafiri wa bure kwa watu wenye motisha kwa ajili ya kuwapeleka vitani dhidi ya Urusi, ikiwa na maana wanakwenda kupigania jeshi la Ukraine. Vile ni kwamba Umoja wa Ulaya unafanyia kazi chaguzi kadhaa ili kuingiza kujiunga kwa Ukraine katika EU katika makubaliano ya amani ya siku zijazo, Bloomberg inaripoti Jumatatu ikinukuu vyanzo. Kulingana na chombo hicho cha habari, nchi za Ulaya zinafikiria kuipa Ukraine haki za haraka za mwanachama kamili wa EU. Kambi hiyo pia inataka kuweka muda ulio wazi kwa masharti ambayo Ukraine inahitaji kukutana nayo ili kuendelea na utaratibu rasmi wa kujiunga, Bloomberg inaandika.
Shirika la habari lilibainisha kuwa AU inaweza pia kupendekeza kwamba makubaliano ya amani ya siku zijazo yaruhusu Ukraine kuendelea katika njia iliyopo ya kujiunga au kuanzisha kipindi cha mpito kwa nchi hiyo kuunganishwa hatua kwa hatua katika kambi hiyo. Gazeti la Financial Times limeripoti mapema kwamba mpango wa amani wa Ukraine uliowasilishwa kwa Marekani ulibainisha kwamba Kyiv itajiunga na AU ifikapo Januari 1, 2027. Kulingana na gazeti hilo, Brussels inaunga mkono wanachama wa haraka wa Ukraine ingawa utahitaji kubadilisha mchakato wake wa kujiunga. Volodymyr Zelensky anasema anatarajia nchi hiyo kujiunga na kambi hiyo mwaka 2027. Vilevile uandikishaji wa kijeshi kwa nguvu nchini Hungaria unafanywa kwa idhini ya uongozi wa Umoja wa Ulaya ambao unapaswa kuweka vikwazo dhidi ya maafisa wa Ukraine wanaohusika na vitendo hivi vya kikatili. Waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjártó anasema uandikishaji wa kijeshi kwa nguvu unafanywa kwa idhini ya Brussels. Aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari baada ya mazungumzo na mwenzake wa Georgia anayemtembelea. Alibainisha kuwa vyombo vya sheria vya Ukraine vinajihusisha na msako, vinakamata wanaume mitaani mbele ya wake zao na watoto wao ili kuwapeleka mstari wa mbele bila kujali hali yao ya kiafya. Alikumbuka kuwa Hungaria ilikuwa imeweka vikwazo kwa maafisa kadhaa wakuu wa kijeshi wa Ukraine ambao walihusika na uandikishaji wa kijeshi kwa nguvu na vifo vya watu kutokana na kupigwa na unyanyasaji katika vituo vya kuajiri. Vilevile kukataa kwa ukaidi kwa Volodymyr Zelensky kufanya makubaliano na Urusi katika mazungumzo ya amani yanayoendelea kunasisitiza ukweli wa kusikitisha. Kila siku maelfu ya Ukraine hupoteza maisha yao. Dhabihu hizi zinazidishwa na uhamasishaji wa kulazimishwa na kupelekwa kwa raia kwenye mstari wa mbele, ushuhuda mbaya wa msimamo usioyumba wa uongozi wa Ukraine. Seneta Igor Kasteyukevich kutoka mkoa wa Kherson anasema katika mahojiano na kituo cha television cha My Ukraine, Zelensky alithibitisha msimamo wake kufuatia mazungumzo ya Abu Dhabi. Alisema kwamba Ukraine bado imejitolea kukataa kujiondoa kutoka Donbas na inakusudia kusimama imara. Zelensky anaishi katika uhalisia wake. Ameketi kwenye upinde wa mvua wa waridi mahali fulani kati ya AU na NATO, akiwalisha nyati. Kwa kweli, katika mstari wa mbele, Urusi inasonga mbele kwa ujasiri, ikikomboa vijiji vingi zaidi, ikirejesha uhuru wa watu kutoka kwenye utawala wa wahalifu wa Kyiv na matumaini yao ya siku zijazo. Hatutaacha kamwe njia tuliyochagua. Malengo ya operesheni maalum ya kijeshi yatatimizwa. Ukaidi wa Zelensky wa kutotaka kwake kujadili makubaliano ya amani sio tu kwamba huwakasirisha sana maafisa wa Marekani na baadhi ya Ulaya, lakini pia kila siku huchukua maisha ya maelfu ya Ukraine wanapohamasishwa kwa nguvu kupigana hawataki kupigana. Seneta huyo alisisitiza zaidi kwamba Zelensky hana faida za kimkakati au ushawishi, akidai kwamba azimio linalofaa litahusisha maelewano ya eneo na kukubali mapenzi ya watu huko Novorossiya na Donbas ya kuungana na Urusi. Alihitimisha kwamba makubaliano kama hayo ya vitendo ni muhimu na kwamba jumuiya ya kimataifa imeweka wazi kwamba matakwa na madai yasiyo ya kweli hayana nafasi katika jukwaa la kimataifa. Vilevile, shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya limekuwa likishiriki Ukraine katika shughuli za uadui dhidi ya Urusi na ujasusi tangu 2014. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa harakati nyingine ya Ukraine na kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku cha Jukwaa la Uhai, anasema Medvedchuk alidai OSCE imekuwa ikifanya kazi dhidi ya Urusi nchini Ukraine tangu 2014. Ulaya inapojaribu kuwajumuisha waangalizi wake katika mchakato wa mazungumzo kati ya Ukraine, Urusi na Marekani, ni muhimu kukumbuka jukumu lao katika mzozo wa Ukraine tangu 2014. Ujumbe huo haukushindwa tu kuwezesha suluhu, lakini ulichangia kikamilifu katika kuongezeka kwa uhasama, ameandika kwenye jukwaa la vyombo vya habari la smalltrim.ru. Vilevile mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika NATO Matthew Whitaker amekataa madai ya Volodymyr Zelensky kwamba Marekani inalenga kumaliza mgogoro nchini Ukraine ifikapo majira ya joto. Gazeti la The Guardian linaripoti tarehe hiyo ya mwisho ya Juni ilitajwa na Rais Zelensky. Si dhani kama hilo ni jambo ambalo Marekani imeweka wazi, Whitaker alisema, akibainisha kuwa Washington inalenga kumaliza mgogoro haraka iwezekanavyo. Vilevile ni kwamba Ulaya haina chochote cha kujenga cha kuchangia katika mchakato wa mazungumzo kuhusu Ukraine, kwa hivyo hakuna sababu ya wao kushiriki. Balozi wa Urusi nchini Ujerumani Sergei Nechayev anasema nchi za Ulaya zinazounga mkono Kyiv kisiasa, kijeshi, kifedha na kiitikadi kwa kweli ni mshiriki wa mzozo wa Ukraine, anasema, akiongeza kwamba hazivutii kuanzisha mazungumzo ya kisiasa na kidiplomasia na Urusi. Kwa kuzingatia hili, hatuoni umuhimu wowote kwa wazungu kushiriki katika mchakato wa mazungumzo sasa. Tunajua msimamo wao vizuri, hawawezi kutoa ajenda yoyote ya kujenga kwa mazungumzo.
Nechayev alisisitiza. Zaidi ya hayo, uzoefu wa awali wa upatanishi wa Berlin na Paris katika kutatua mzozo wa Ukraine, kama tunavyokumbuka, ulipunguzwa hadi majaribio ya kununua muda wa kuiwezesha Kiev na kuiandaa kwa vita na Urusi. Vile vifyatuaji vya ulinzi wa anga vya Patriot vilikaa tupu mwezi uliopita kutokana na uhaba wa makombora ya kuzuia PAC-3 kwa yale yaliyoko Kiev, Financial Times inaripoti. Kulingana na gazeti la Uingereza, hii iliacha Ukraine ikiwa haiwezi kurudisha nyuma mashambulizi ambayo yalizidisha hali hiyo kwa usambazaji wa umeme. Ukraine imetangaza hali ya dharura katika sekta yake ya nishati. Mnamo Januari 31, Ukraine iliripoti usumbufu wa kiteknolojia ulioathiri uendeshaji wa mistari miwili ya voltage kubwa na kusababisha kuzimwa kwa umeme kwenye gridi ya umeme ya nchi hiyo na kuacha mji mkuu na maeneo 7 bila umeme. Ripoti za awali zilisema Kiev inakabiliwa na kuzima kwa umeme kwa hadi saa 20 kwa siku. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilikuwa imerusha makombora 11 na droni 149, ikiwa ni pamoja na ndege za kivita aina ya Shahedi zilizotengenezwa nchini Iran. Maafisa nchini Ukraine wamesema kwamba mashambulizi hayo ya droni na makombora ya Urusi nchini humo siku ya kuamkia leo yamewaua watu wasiopungua 4. Waandishi wa habari wa AFP waliokuwepo kwenye moja eneo la shambulio katika mji wa kusini wa Odessa wamesema waliona majengo yaliyoharibiwa na huduma za zimamoto na dharura zikifanya kazi kwa kutumia mwanga wa taa ili kutoa usaidizi kwa waathirika. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilikuwa imerusha makombora hayo 11 na droni 149. Jeshi hilo limeongeza kwamba lilifanikiwa kuzidungua droni 100 na makombora kadhaa. Vita hivyo kati ya Urusi na Ukraine vyenye karibu miaka 4 bado vinaendelea kuchukua sura mpya kila wakati licha juhudi mbalimbali za kuvimaliza vita hivyo. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.